kuuza babake baba kufa kazi katika ndio vile kusaidia hata jule ndio kama na yeye mwenyewe amekufa Hizo trola zinafanya hata wagonjwa wanakufa kwa haraka. Hata mtu mwenye achatarajia kufa akisikia hiyo mlio wa hiyo mapati ya trola hiyo anakufa kabla hata hajafikiwa na daktari. Hata akiwa casualty akisikia hiyo mlio anakufa kabla roho yake ichachukuliwa. Kwa sababu hiyo mlio ni mbaya sana. Ninaomba kaunti ya Kakamega wachukue mtindo mwingine wa kuleta kitu ambaye itapepa maiti kutoka kwa ward ili isiwe kitu ya kusutua watu wakiwa kwa hospitali, wakiwa kwa ward. Watu wanashtuka na hiyo mlio sana. Hata ikitokea tu watu wanaanza kukimbia mbio, hata mgonjwa anaweza hata kuanguka chini vibaya. Kwa hivyo naomba serikali ya kaunti ya Kakamega, gavana wetu, ukuweko na njia nyingine ya kuleta kitu kingine ambayo inaweza kusukuma polepole maiti kipeleka mochari, lakini hiyo trola hiyo ni tishio kwa wagonjwa General Hospital ya Kakamega. Hata mimi nimekuwa na mtoto mdogo hapo mgonjwa akakonjeka akakufa. So wakati nilikuwa nangojea kukuja kuchukuliwa, walikuja na hiyo troli yao hiyo kubwa. Na karibu hata pia mimi nikufe nifuate mtoto wangu. Ilikuja inapiga kelele na mwenye nilikuwa naye akaniambia ndio hiyo ya mtoto inakuja. Na tena ombi langu nilikuwa naona kama gavana wetu angeweza kutengeneza troli ndogo za watoto. Juu walikuja na hiyo ya watu wakubwa na nilishtuka sana, na mpaka sasa hivi naona mtoto wangu akitolewa kwa ward na hiyo troli kubwa ya watu wakubwa. Ingekuwa vizuri kama wangetengeneza njia nyingine kando ya kupitisha watu wenye wamekufa kuliko kupita kwa mlango ya watu wagonjwa wengine. Kwanza hiyo yangu ilikuwa karibu na ICU. Wagonjwa walikuwa ICU, na ICU tunajuanga mtu wetu akitoka hapo ni neema ya Mungu. So wangetengeneza pia njia nyingine ya maiti kupita, lakini isikuwe katikati ya maward wakienda. Previous designs we had for our trolleys, the outdoor trolleys, the wheels get worn out because of the walkways in the tarmac. So our maintenance department has come up with designs for inflatable tires which are better at the terrain that we have to pass through when the deceased person is being brought from the hospital to now the mortuary department. Ideally, what we need to have is two things, either like a golf cart which is made in such a way that once somebody is done and is put in the body bag, they can just be put there and then they're driven into the mortuary. Or we can have a van vehicle where the driver now, which can drive closer to whichever department has certified the death, then we put the deceased person in the van and they're driven into the mortuary. So two levels. One immediate is we are getting new trolleys. Plans to get new ones at advanced stage. We're in the procurement process. So hopefully in the next 3 weeks, the noise menace will be a thing of the past. Nilikuwa na mgonjwa hapa wakati aliaga, ilikuwa saa bado karibu saa 1. Tukakaa ndio sasa mwili itolewe iletwe hapo mochari. Lakini kitu ya kushangaza, wakati walianza kuja kubeba hiyo mwili, hiyo makelele ya hiyo kitu ya kubeba mwili, walisema ni trolley, inapiga makelele mpaka hata wale wagonjwa wako kwa ward wanafikiria kama sasa hao ndio next. Yaani wanajua kwamba lazima kuna mtu amekufa anaenda kuchukuliwa. Kama kunaweza kuwa na trolley mzuri yenye inatembea polepole
isifanye wagonjwa waone kwamba kuna mtu ameenda na maybe mimi ndo ninafuata. Okay, you can hear me. Because it's not all about the number. Thank you. What you meant by saying inadequate civic I know. A weapon before the law. I have a question, please. The reason why I have to say this, Honorable Chair. Honorable, thank you. The chair. Sit down, Sergeant at Arms. Sit down. Sit down. Yes, I'll sit down. Take the mic. Thank you. I only heard you say that you are joining, what you are doing, you want to relocate any person, you will be doing that, indeed going to live up to, should a license be indeed given unto you, but not relocated is not 100%. So in terms of resistance, with this, and it is expected with this kind be doing agreement with the testimony. Shall give you time to present any evidence that you have. It is possible to do this, but as we say, this thing is a continuous process with facilities, and it is not specific. If you are a chair, I will also be able to share a settlement action plan. We will be engaging with these people in the as a community and not just a few individuals, so that tuangalie madhara pia. Madhara ya sana itakuwa gani? Hiyo madhara tumesema. We cannot be ashamed to disclose this. We want the truth be said, and that's the truth. Watu hawataki kampuni ya shanda. Sasa ukikuja nitakati wale, lakini mahali unataka ulipeleka kama ni wale mabaya nitakataa. Ama niwachie nyumba ni kile kime good. Ni hapa nyuma tu. Kama mali iko hapa chini. Na wasungu walisema wasungu wameshapitisha kuna manjia hapa. Mbona wasitumie hiyo njia yenye wasungu walikuwa wanatumia? Sisi tukae tu. Mali yenye iko hapa tutasikizana na wenye wamekuja tumwambie, si unajua kuna mali hapa chini. Sasa kama kuna mali, mimi nikitoka ama mimi nikikaa hapa juu, niko hapa vile niko, nitapata faida gani? Kama ni pesa iko. Na kama iko, situpewe kwa amani, sio kupigana. Mfanye kazi na wale watu ambao wamekubali mfanye nao kazi. Na wenye wamekataa muachane nao. The main petition was mostly about issues that are within the environmental and social impact assessment report, which we've managed to explain to the petitioners and the public together with the assembly. Our hope is that based on what we've given, the evidence that we will provide, assembly will be objective enough to be able to go through it and make an objective decision. But we think with the explanation that we've given and from the reaction of the public, you can understand that indeed issues like public participation that was raised, the public themselves apart from us have confirmed that indeed we've been involving them. Sisi kama kamati ni kama sisi tutakuwa na uwazi kabisa, ni kwa sababu hata leo katika kwanza tumekuja tukafanya kwa uwanja, yani ili kila mtu apate fursa na nafasi ya kuweza kutoa maoni yake. Ndio tukakuja kwa uwanja kama huu ili wananchi waweze kujumuika pale wote, waweze kusikizwa, na hayo maoni ambayo yamejitokeza pale ndio tumeenda kukapture ambayo yatakuwa katika ripoti yetu ya committee. Tayari ndugu zetu wa Shanda wamesema ya kwamba wako na hiyo ripoti yote ya mambo ya mazingara, na hiyo pia kama kamati wataenda kutuletea tuweze kupitia kabla tufanye ripoti yetu. Vile vile wamezungumzia mambo ya kuhamisha wananchi, na hiyo vile vile wamesema ya kwamba wananchi kwanza watazungumziwa na watajadiliana vizuri kabla ya kuhamisha kupelekwa sehemu ambayo itawafaa, sio ya kwamba wataenda tu kubomolewa mara moja na wanahamishwa. Mimi nimeshutuka asubuhi kuamshwa na mtoto akiniambia kwamba nikuje nione kuna maajabu imetendeka hapa kwa njia. Lakini sasa vile nilikuja nikashindwa kuelewa ni nini. Vile nilikuja hapa kuangalia hiyo kitu nikaona mayai. Na hiyo mayai imepasuliwa juu tena wakarudisha. Chini yake nikaona mishumaa. Kuna kanyama kamewekwa hapo hivyo.
kuna manyoya ya kanga iko hapo chini na kioo ya kuona watu. Alafu kuna mshale umewekwa ndani. Sasa tumeshangaa ni nini hiyo. Hata sanda iko hapo chini. Na kafuli ya kufunga mlango imefungwa pia hapo hivyo. Sasa hizo vitu zote tumeshindwa ni za nini? Na hii ni shamba ya. Najua mambo kama hii kitendeka izitendeka na vijana wadogo. Lazima wao watu wenye wameenda umri, tutazii wazee wetu. Kama ni mmoja wa wazee ama wa mama wa area hii, iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Kwa sababu sisi tunataka maendeleo katika kijiji chetu na tunataka watoto wasome, watu wapate kazi, tukuwe na maendeleo. Lakini kama mtu atakaa chini aone atazuia, najua saa hii tuko ngangari na pia Mungu tumemweka mbele. So trucks are coming. It's going to take place tomorrow. Thank you. Basi tuko na mama county juu ya hii sherehe. Tumefurahi sana ya kwamba kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru wa Jamhuri ya Kenya, sherehe ya wafanyikazi Labor Day inafanyika nje ya mji wa Nairobi. Na jiji ama kaunti ya kwanza, eneo la kwanza ni hapa Vihiga. Kwa hivyo nataka kuambia watu wa Vihiga kwamba umebarikiwa sana ya kwamba rais wetu ameamua ya kwamba iwe hapa ya kwanza kabisa kutoka tupate uhuru iwe hapa Vihiga. Nimefurahi sana kuona kwamba maandalizi yameenda vizuri. Tumekuwa na mikutano kadhaa, tumekutana kwa ofisi ya County Commissioner, nimekutana kwa ofisi ya Governor, nimekutana na wabunge wa eneo hili wote including mama county, na tukajadiliana kuhusu mipango ya kesho na wameniambia kila kitu iko sambamba. Tumeangalia hali ya usalama, hali ya mipangilio ya barabara, hali ya kila kitu iko sawa. Mimi ombi langu ni kusema ya kwamba hapo kesho rais wetu atatangaza mambo ya maalum na mambo ya maana sana kuhusu hali ya ufanyikazi katika nchi yetu ya Kenya. Atatangaza mwelekeo ya ufanyikazi katika nchi yetu ya Kenya, atatangaza hali ya vijana wetu vile wanaweza kupata kazi, atatangaza vile mashirikiano ya wafanyikazi na wale wanaoandika kazi. Kwa hivyo ni siku ya maana sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nawaomba watu wote wa hapa Vihiga, wa counties zote za Great Lakes Region, mjitokeze kwa wingi, mje hapa msikize na mje hapa ushiriki. Uwe hapa ndio ukizeeka siku moja uambie watoto wako, waambie wajukuu wako ya kwamba Labor Day ya kwanza kihistoria iliyofanyika nje ya Nairobi ilifanyika na Vihiga, na wewe hukupata ripoti, ulikuwa hapo na macho ukajionea mwenyewe, ukamsikia rais wetu William Ruto akiongea mwenyewe akitangaza mambo ya mabadiliko makubwa katika hali yetu ya wafanyikazi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nahimiza watu wakuje. Nataka kuwashukuru sana. Hii ndio mara ya kwanza kuwa na hii sherehe hapa Vihiga na pia nchini. Mara kwa mara Labor Day inafanyika Nairobi peke yake. So kwa watu wa Vihiga, kwanza tuko na wageni wengi, hoteli zetu zimejaa, wafanyabiashara wetu wako wanauza vitu. So hapa economically naweza sema kwamba tuko kwa economic boom. Ambao sasa kwa hizi wiki moja tumekuwa hata ukienda kwa mahoteli zetu zimejaa, na leo usiku zitajaa zaidi. Hii ni siku ambayo ni siku ya furaha kwa sababu vile wenzangu wamesema, tangu dunia iumbwe hatujawahi kuona such a function ikifanyikiwa hapa Vihiga. So kwa niaba ya watu wangu wa Vihiga wote nasema karibuni, tujae hapa tuone vile kotu tulikuwa tunaonea Nairobi huko, la sasa iko hapa mashinani. Karibisheni watu wote kutoka nchi yote ya Kenya watakuwa hapa. Watu wetu wa Vihiga County mjitokeze kwa wingi so that muone vile kotu huwa mnaonea kwa TV, leo iko mashinani live. Fikeni wote kwa wingi na tudumisha amani, tusikize viongozi wetu, tuone vile siku ya kesho itakuwa. Yangu ni hakikisho kwa wageni ambao watatoka mbalimbali. Tuna ufahamu ya kwamba wametoka Nairobi, wametoka kila kona ya Kenya,
yangu ni uhakikisho ya kwamba usalama uko sawa sawa. Tumefanya mipangilio ya kutosha, hoteli zetu zote tumekava, patrols zinaendelea na mtakuwa kwa mikono mizuri. Sisi kama KOTU tulikubaliana na kiongozi ya nchi hii na wale viongozi wote ya kwamba tutasherehekea mambo ya Labor Day siku ya leo, na nataka kushukuru sana ofisi ya governor na Ministry of Labor na wale wote ambao wanahusika kwa ile ushirikiano ambao wametupa. It has been so good. Ile mahitaji yote ambao tulihitaji tulipata, na support yote tulipata, na vile CS amehimiza, sisi tungetaka tu ya kwamba wakaaji wa hapa Vihiga muje kwa wingi ili hii kiwanja ijae. Unaona vile hiyo nyumba imewekwa inaweza kuchukua capacity ya 10,000 people, tungetaka ijae, na ikija ndio sasa next time tukipendekeza tuende county ingine yote, basi hata serikali hawatakuwa na shida na sisi. And we are privileged that next year when we shall be having any other national day, we shall be having Kidundu where we shall be doing our things. Otherwise, on behalf of my people of Luanda and the great people of Vihiga, we want to say karibuni sana, and we are ready to host the leadership of the country tomorrow. Na sisi tunahakikishia Wakenya wote ambao wanatoka ndani ya Sabatia hii, Vihiga na kwingine kote wakuja asubuhi na mapema, kwa sababu rais atafika mapema ili tuweze kukamilisha sherehe hii kwa uzuri, na tusipatikane na mtu yoyote, kusitokee mtu yoyote mwenye ataleta vurugu kwa hii mkutano. Hii ni mkutano ya serikali, hii ni mkutano ya rais, na rais ametukubalia tufanye mkutano huu nyumbani. Kusitokee na mtu yoyote mwenye ataanza uchochezi usiku, mchocheji asubuhi. Sisi hii sherehe tunataka tuipambe ikuwe ya kwanza kung'ara mahali pengine popote. Kwa tu kama huyo mtu ni wa hii area, tafadhali arekebike, awe mtu mzuri, aende kwa kanisa, aokoke. Awache kama ni kudake tu watoto, awache watoto wasome. Tena hata sisi tupate mwangaza kwa hii area yetu. Juu tumebaki nyuma kwa mambo mengi, na kumbe ni kwa mambo kwa ajili ya mambo ya uchawi kama hii. Hii ni barabara inapitisha watoto wa shule. Tena hii ni shamba yetu. Kama mtu amefanya hiyo jambo, mwenyewe imrudie. Sisi hatuna neno na mtu yoyote. Mahali hapa panaitwa Bung'are. Mara nyingi pamekuwa pamebaki nyuma kimaendeleo, kimasomo na katika hali nyingi. Lakini sasa ni miaka 11 tumepata shule ambayo ni ya primary, ilikuwa inaendelea vizuri na watoto wakifanya matokeo yakiwa mazuri, na tumekuwa tunaanza kujivunia kwamba hata area hii sasa itaamuka kimasomo, tupate watoto waende mbele, waweze kuwa kutajika katika vikundi mbalimbali. Lakini jambo hili ni la kushutusha, kwa sababu hatujui mwenye aliweka ana nia gani, na kama ako katika kijiji hiki tunamlaani kitendo hicho amefanya kiweze kumrudia yeye, na tuweze tukaona yakitendeka kwake. Menye ba Kenya abemere chokola timbari chokoshira mno musirikali kungira kanende kwakisha mbu bakolange fikolinge fo kuratu kushira mno kurundisia abana bacha usukuli. Serikali isipochukua mkondo, kwanza huyu ameponea chupuchupu, kange patikana sasa tungekuwa tunaongea mambo ya maiti, hatungekuwa tunaongea mambo ya kuona vitu vyenye ametenda. Mara nyingine akifanya kitendo kama hiki tukimshika, ni ile tu leo alikuwa na bahati kidogo hakushikwa, lakini akishikwa tena hatamuhurumia. Mimi ni village elder wa Bung'are Beach. Kuanzia siku ya leo mimi nitaenda kuongea na assistant chief, aite barasa watu wakuje tuongee mambo ya uchawi, inatoka wapi na inaelekea wapi. Wa Bung'are mkisikia kuna mkutano mkuje, msikae kwa nyumba, na usisema ati maybe hawaitangi mkutano wakati tunaita mkutano amukuji. Mkuje tuongee hii maneno inatoka wapi na inaenda wapi. Maybe uko na jirani anakusumbua, kuna jirani mwenye anatenda hii vitendo, useme, usichifiche, muweke wasi na tujue ni nini inaendelea. So in Kakamega County, we have registered a total of 90,135,000 new voters that we have enlisted in our register of voters.
This is against a target of 85,563, a target that was set by the Commission. And as you can see, we have managed to achieve 105.34% of our target. And we have constituencies that have managed to surpass 100% of their target. We have Lurambi constituency at 160.45%, having registered a total number of 16,403 new voters against a target of 10,223. Then we have constituencies who haven't attained 100% of their target, but they have equally done well. That is Lugari at 85%, Shinyalu at 86%, Butere at 85%, Ikolomani at 75%, and Huisero at 73.92%. We have Bungoma County, which has managed to achieve 95.90% of their target, which translates 70,728 new voters against a target of 73,755. We have Vihiga County, which has achieved 66% of their target, having registered 23,341 against a target of 35,364. And then we have Busia County. Busia County has registered 37,435 against a target of 47,540, which translates to 78.7% of their target. So Kakamega still leads in Western in matters ECVR, and I believe that having achieved 105.34% as at now, even though we are waiting for statistics for this last day, I believe that we have surpassed our target, and we are now leading in Western Kenya. So this exercise will be going on in our offices. Yes, it has ended at ward level because it was our best ward-based ECVR, whereby we were doing it across our wards. But now this exercise has ended at ward level, but it will be able to continue in our offices. We will be able to register new voters, continue updating the register roll, and also transfer new voters, but at our offices anytime from 8 a.m. to 5 p.m. on working days, that is Monday to Friday, except on public holidays. So I want to urge all Kenyans that this exercise has not ended. Any person who feels they have been left behind can still access our services at all constituency offices, except those constituencies where we have by-elections and petitions. Tungependa kuhimiza wananchi tukule vyakula ambazo tumepanda wenyewe katika mashamba yetu. Huku ukule yako, mboga upande, mihoko na vyakula kama mahindi, iwe chakula ambao umepanda mwenyewe kwa shamba lako, kwa sababu tumeona lifestyle diseases zimeongezeka hata kwa watoto wadogo. Na pia hii mila ambayo Mungu alitupatia ili iwe hekalu lake takatifu kulingana na maandiko 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, kwamba hii mili yetu ni hekalu takatifu ya Mungu. Kwa hivyo tukule chakula safi ambayo iko balanced diet, mboga mingi, matunda na vitu kama hizo, kwa sababu alipomaliza kuumba katika Genesis chapter 1 verse 31, aliona kila kitu ilikuwa nzuri na ikampendeza, na Mungu akafurahia vitu ambazo aliumba. Katika kitabu ya Walawi chapter 11, Mungu ametuelekeza kuhusu chakula. Kwa hivyo chakula ni kitu kizuri, lakini tunataka tukule vyakula ambazo zinapatia mili yetu afya njema, na tusipatie watoto vyakula ambazo zimejaa sukari, vyakula ambazo zimejaa chumvi, mafuta mingi, na pia
vyakula ambazo ziko na chemicals ambayo inaleta magonjwa ya kansa, magonjwa ya diabetes na magonjwa ya moyo na magonjwa ya kiakili, kwa sababu hizo zinarudisha maendeleo nyuma. Kwa hivyo ningependa kusihi serikali, tukiuza vyakula hata vinywaji, tuandike katika packets kwamba hii iko na sukari mingi, iko na chumvi mingi, hii iko na mafuta mingi, na hii pia iko na chemical preservative fulani, ili tusikuwe na magonjwa ya kiakili, magonjwa ya kansa, magonjwa ya sukari na ya moyo vile nimeeleza. Wahubiri wenzangu, wachungaji, tungependa tuhubirie kanisa ambalo liko na afya, kwa sababu ukiwa na kanisa ambayo imejaa wagonjwa na ni magonjwa ambayo inaitwa lifestyle diseases kama yale magonjwa ambayo nimetaja, hii ni magonjwa ambayo tunaweza kuepuka kupitia kwa mafundisho. Sisi kama kanisa la PEFA Maringana na PEFA kwa jumla tumechukua nafasi kufundisha Wakristo vile Mungu anahitaji sisi kuishi, kwa sababu kuna biblical mandate for health eating. Kuna mambo ambayo inaleta changamoto kulingana na sukari mingi ambayo inakuwa sugar sweetened beverages. Tuko na unethical marketing, mahali ambapo tunatangaza kitu fulani kwa TV, tunatangaza kwa radio na hata kwa makazeti ili ivutie watu wanunue, na tuweki maandishi front of pack labeling kwa hizo vyakula kuonya wale ambao watanunua kwamba hiyo chakula iko na madhara fulani. Kwa hivyo tumechukua jukumu kufundisha wazazi na tukufundisha watu wote kwamba magonjwa mengine inaweza tu kuepukika tukiwa na tabia njema ya chakula. Na saa zingine tunatakana tufanye mazoezi, tuende shamba tufanye kazi ili mili yetu iwe na afya njema. Jambo la huzuni sana, tumepoteza watu wetu, watu wawili wamewawa kwa barabara. Kweli kabisa, serikali tuna uchungu. Tunasikia uchungu sana kozi hata hatujakaa muda. Trailer imeua watu hapo mara. Driver wa ambulance juzi trailer imeua. Ndio hiyo tinga inaua watu. Tinga haina indicator. Junction iko hapa haiwezi, hakuna kitu ya kuonyesha ya kwamba way bridge iko right. Sasa tinga ikitoka mkono wa chini ikipinduka ikiangalia upande wa way bridge, upande wa ndivisi, hakuna vile mtu mwenye anatoka nyuma anaweza chua kitu inaonyesha kuna way bridge mahali. Serikali, hao watu wataisha, watu wa kuwapigia kura ndio mkumbuke mnakuja kusaidia watu. Mtakuja kusaidia nani? Nimekasirika sana kwa sababu wenzetu wa pikipiki wamekufia hapo kwa barabara. Tangu wakufe saa imeisha. Watu wa West Kenya hawana haja kwa sababu tinga imeua mtu, hawaoni kama ni kama unaweza amukia. Tinga ingekuwa imeanguka na miwa ungekuwa umeamusha. Lakini sisi hapa watu wetu wamekufa wa pikipiki hawaguchi. Tinga hapa imetoka upande wa Webuye, imeua watu wetu wawili walikuwa wanatoka upande wa Kamkuya, na hakuna hata polisi yoyote amekuja. Polisi wako lakini mpaka saa hizi tairi iko imekalia kwa kifua tu, hakuna usaidizi. Naomba tu tinga zikwame saa 12 jioni. Kufika saa 1 tinga zipatikane kwa barabara tafadhali. Tinga haina indicator nyuma. Aionyeshe kama mwisho wa tinga ni saa 10, sawa sawa? Saa 10 sawa sawa? Naomba muhindi akae na watu wao, drivers wote, loaders wote wachue tinga mwisho ni saa 10, sawa sawa? Sisi tumechoka, haina reflector nyuma, mtu wa bodaboda anatoka huko haezi ona. Tumechoka na hizi matinga kuendesha usiku. Tumechoka kabisa. Hatutaki mchezo kwa barabara. Nichukue fursa hii niambie wale madriver na kampuni ya West Kenya, tunajua wanatusaidia ndio, tunajua tinga inanga indicator ya nyuma. Tunaomba mtu wao kutembea au kuendesha tractor ikwame saa 11 wakuwa wameweka matinga zote, sababu ikifika usiku inatuletea shida, inaleta confusion. Kuna tinga zingine siko under condition, hazina indicator. Kweli serikali mko wapi? Tafadhali hii barabara kutoka huko Misiho mpaka Wabohonyi, tafadhali tuweke pumps. Tunalia hii barabara imeoa watu wengi. Serikali tusaidie tu kuingia njia ya kwenda Misiho, kwenda West Kenya hii. Watuwekee pambu
Tumechoka, hizi tinga zitatembea usiku na ni iko na taa moja, hata pengine sisi tumechoka, hatuoni mbele. Mimi ningetaka kusema ya kwamba huyu mtoto alipotea, na wakati alipotea ametafutwa na watu kutoka jana usiku, na wakati tumeamkia asubuhi ya leo tumempata hapa kwa intake kwa mto. Kwa hivyo mimi ningetaka kuomba serikali pamoja na watu wote haki ya huyu mtoto ipatikane. Juu mimi tangu nizaliwe sijawahi ona kitu kama hii kwa hii area. Na ninaomba ya kwamba Mungu hata huyo mtu atampeana. Juu damu ya mtoto haiwezi ikanyamaza vile. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali ipateane haki, na sisi wenyeji wote tuombe Mungu ndio yule alifanya hiyo kitendo atokee, na ndio tujue haki ya huyo mtoto kulifanyika aje. At least huyu mtoto haki yake itendeke, kwa sababu hii ni jambo la unyama kabisa 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 kabisa. Serikali iingilie kati, at least hii ionekane haki yake. Na sisi kama wazazi, watoto wetu wanaenda asubuhi na mapema kuelekea shule. Tungeomba at least waandijust hii masaa, watoto hao at least wakienda masaa mazuri. This has been made possible. The grant was made possible as a partnership of the Rotary Club of Kakamega and the Rotary Clubs of District 6940 in Florida, USA, plus the partnership of our county government of Kakamega. So we are very happy to donate this eye equipment. We believe that it's going to go achieve milestones in the health sector, improving what the doctors, supporting what the doctors are doing, and we just happy to be here and to partner with them. We saw the need of the community having eye equipment because most of the patients in our community had to travel all the way to Sabatia and outside the county for eye surgeries. And after we did the community needs assessment, we saw the need to equip the eye department so that the members of the community can have their surgeries within the region. We have received requests from the hospital administration the need to expand the services to other regions of Sabatia, of Malava, Butere, Lukoyani, and other areas. So yeah, we are hoping to continue working in partnership with Rotary International and other Rotary clubs so that we can continue to expand the same to other regions. So the equipment that has been donated basically majorly helps us with eye surgeries. So we have equipment we call operating microscopes because eyes are very small. You need microscopes for that work. Also for surgery we have surgical sets which help us to do the actual surgery. Before a patient goes to surgery, you also need to establish the extent of disease. So we have equipment for diagnosis which help us to evaluate patients before they go to theater, and we are able to determine what we are able to do for them. So the equipment we have also have ability for us to be able to teach because we have many students who come around. So we have monitors attached to it, cameras that help us to train and to be able to teach. So that's the much benefit we have. Currently now we are able to operate on many patients at a go because we have more operating microscopes. We've been having, of course, many people suffering from eye health going to Sabatia and other far places, but from today majority of them shall find their way here at Kakamega CGH, where Rotary has helped us to acquire state-of-the-art eye equipment, which Daktari has just elaborated. We have the eye scanners, which are able to detect any condition of the eye and to what extent is the eye having a problem. We have received 3 new state-of-the-art eye microscopes, of course used for surgery, and initially we only used to have 1, so we have now 4, and we can have 4 patients at a go undergoing eye surgery using the latest technology. Kwemoyo Mari,
the chairperson, Kenya Union of Clinical Officers, Bungoma branch. We have six agenda issues to be discussed with them, but they have not invited us formally for a discussion. So our members are out, they are not in work across the county. The issues that were agreed in, to be specific, were implementing the signed CBA that was negotiated for over 8 years. The employers remained calm in that. We equally agreed on payment of our arrears as far as SRC schedule increment that has not been paid until date. To say this clearly, as the Kenya Union of Clinical Officers, we did not ask for this strike. It is the county government of Bungoma that decided to go on strike when they decided not to implement all the agreements that have been negotiated and agreed upon by the union and the employer. And therefore, as a union, we are only joining the employer on their strike because they have simply refused to implement all that has been negotiated. The Union of Clinical Officers got their much-awaited CBA after 8 years of struggle. And once this CBA was got, every county, we agreed that every county from the Council of Governors should sign this CBA so that it is be taken to the court from the SRC for registration and implementation. A return to work formula was agreed upon. And up to now, Bungoma is among the few counties that have refused to sign this CBA. That is why we are here, and we are not going to allow it. We will only go back to our respective stations after that CBA has been signed. Nafikiri tumemaliza mambo yote katika national government, but kuja huku nyumbani tunapata mambo hayako sawa. Kwa sasa hivi unaona nyuma yangu maafisa tabibu wamesimama kidete, wameamua kwamba hamna kurudi kazi mpaka matakwa yao yatakavyo atatuliwa. The county government of Bungoma that to implement our CBA to the fullest, implement career progression, promote our members. We want to stop those unfair disciplinary measures. We also want to ask the county government of Bungoma to abolish the contracts of our 60 members from contracts to permanent and pensionable. So tunauliza ni lini county itaweza kuzingatia bila ubaguzi masharti ama mapendekezo ya hudumu wa afya. Tuko hapa kusema haturudi, hatubanduki. Ni siku ya 7 na ndio tumeanza tu. UDA, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Tuta. Kazi ni kazi. Tuta. Asante. Na viongozi wa UDA tumeweka mikakati, na mikakati ya kwanza ni structures za chama kutoka kwa polling station hadi kwa county level. Tuko na viongozi 20 kwa kila polling station, na hao viongozi tumewapatia mandate ya kwenda kurecruit other members into the party. Hata wale ambao wamejigawanya kutoka kwa ODM tunawakaribisha wakuja kwa party. Wale ambao wako kwa vyama vingine tunawakaribisha wakuja kwa party. So the structures we are putting in place ndio tunahakikishia president ya kwamba hizo structures ndio zitafanya ashinde kura ya 2027. We are condemning it. Those who are dividing the UDM members on grounds of religion, on grounds of village, sub-county, family, nepotism, constituency offices. UDA is a democratic party that is to ensure fairness to all members. It incorporates each and every member of the society. Like here, we have the disabled. We have women, we have youth, all representation are included here. This is UDA Shinyalu office, and these are delegates who went through the grassroots elections fairly. It was a fair process, and this I should thank our president, Dr. William Samoei Ruto. It has been long time, fairness has never been there on ground. Lists were being made or drafted, and we could never get these fair opportunities. But with the current system of UDA, Mr. President, we are happy because now we are safe and we are confident enough. Kila aspirant, yule candidate ambaye anakuja kusimama kiti
opportunity, apewe an equal opportunity kusemezana na wananchi. Wasiwe branded, hao ni wa fulani, hao ni wa fulani, hao ni wa fulani. Hapana, sisi tuko ndani ya UDA na sisi ni watu wa Ruto. Sisi ni delegates wa UDA. Tunataka kila mtu apewe nafasi. Na sisi kama watu wa UDA, kama 2027 tutaangalia kiongozi gani ambaye anafaa. Kakamega County iko na viongozi wake ambao walipita kwa nominations. Hao ndio delegates wa chama. Ngozo mahali utaenda. Shikalini ono. Isimo irumanga isamanga. Isimo irumanga isamanga. Kuweka mimi mbele, kunipa vifaa hivi ili niongoze nyinyi, tupigane kulorendi khulweri khwimbongo ingo. Muyabanga khulere imbongo ingo. Mwikomba khwimbongo hii. Mumbere heshima abeni nze ndongo sanga khulere imbongo hii. I want to promise you, my people, I shall never let you down. Nitajitokeza kwa hali na mali, nitapigana kama jasili, nitahakikisha raundi hii eri ng'ombe yukulashara kumushiko shirushingo ino. Khwamenya khushibira khutiwa bandu khusaba mabere, khwenya lero khandi bandu bashibira khubitse iweru khusaba mabere. I will put in all my best and I will ensure ya kwamba tutapata kiti hii. Mbeya Hamisi mzima, manake nyinyi wenyewe muliniambia ya kwamba bukasu rangira hena. Mukaniambia wakati ule mwingine ulifanya makosa, ukaenda kuanzia nje. Na nikawaambia bandu banje ngaluhe munye mwibule inze. Handi na makoso mumbere. Anda achende muzi wote siyosi saba. Mwambora makoso kanje. Na ndabola bandu bamolome kali myoyo mwabo. Ndaranga na ibanja. Wamenyi. Bandu bibanja bambora makuba kabo kuli mukwe ibeyi. Ndatia isha mahoho. Bandu bisha mahoho bambora makuba kabo kuli isha mahoho mu secondary school. Bambora buondi wanje ndikanira. Ndatia imuhudu. Bandu bimuhudu bambora makuba kabo. Ndarula imuhudu ndatia ishiru shabiringa. Bambora makuba kabo. Ndatia paka ishiru chitereri. Wakaniambia mambo yao. Ndarula endiza paka ikisambai. Bandu bikisambai bambora makuba kabo. Ndakahulira. Ndarula ndatia itambua. Bandu bitambua bambora makuba kabo. Andiza ndamarisire chebuko yai. Wakaniambia mambo yao. Na hao watu kwa kauli moja kwa jumla walisema ya kwamba tumekusamehea na raundi hii tutakuwa pale Hamisi, tutakupatia mkuki na ngao utuongoze uende ulete ngao hii. I want to say thank you. Kandini ate vivamenyi vi county vishiga kwituliza mbu nyingi nukukaraga ikura kunangwa vave nizinguru z'ukuchagura avimili nende nyanga bandu banje murejese bashiri kurejesa zikura na wale wamerejesa luinyanga itukhalero numurule mbunyihi kukhube ikura na isoko sha khabaishi kuimirizanga Yehova Nyasaye imberi mulasalira Nyasaye bandu banje mulechenda halala ninze. Viongozi wetu wamekataa kubuni ajira za kazi. Vijana wetu wamesoma, wameenda shuleni, lakini ukiangalia mara mingi unapata wako idle, wanakosa ajira za kazi. Na wakishakuwa idle, viongozi wetu wanachukulia advantage. Wanaanza kuwaundia vitu, wakiwaletea shilingi 100, wakinunua mipini, wengine wanapewa guns ili kwenda kupiga wenzao, ili kutimiza lengo fulani la kisiasa, ambapo unapata hiyo si jambo si jambo mzuri, ambapo imekuwa so shame kuona kwamba kuna matanga iko mahali watu wamepoteza mtu wao, watu wanaomboleza, na mtu ameenda mahali amenunua mipini anaenda kupiga mwenzake kwenye matanga ya wenyewe, matanga yenye watu wanaomboleza, watu wenye wako kilio. Na mtu umeenda umeunda gengi yako, umeunda shilingi 100, 200, umeenda umehonga, umepea vijana, bali utafute ajira za vijana ajira za kazi ambazo zinawasaidia vijana ili wakuwe na kazi yao wajitegemee. Na ukiangalia vizuri kwamba unapata kwamba vijana pia wamezoea shilingi ya 100, 200. Na kijana akiwa idle, ukimpea 200, ukiambia yeye toa ile uhai ya huyu mtu mwingine, ataenda atoe uhai, hata heshimu uhai ya mtu. So nataka viongozi wetu tafadhali wakuwe na utu na wakuwe na uongozi ndani yao ili tupate mabadiliko. Vijana wenzangu,
tunatumika kwa njia ambayo si nzuri na itakuja kutumaliza sisi wenyewe. Viongozi wetu wamebuni njia, wameweza kuelewa upungufu wetu, wanatutumia jinsi ambavyo wanataka kwa sababu wameweza kujua udhaifu wetu. Wengi tunapewa shilingi 200, 300, wengine hata shilingi 100 na tunaenda kuleta madhara makubwa kwa mikutano ambayo haifai. Ningeomba vijana wenzangu, ndugu zangu, tafadhali tumeingia katika msimu ambao ni wa siasa, ambao ni msimu wa kipekee sana, na kiongozi mzuri tunaelewa kwamba anatoka kwa Mungu. Tusikubali kutumika kwa sababu ya shilingi, kununuliwa kwa sababu ya shilingi 200, kwa sababu huyu mtu anapokupea shilingi 200 ataenda kufanya madhara makubwa na hautapata kitu kingine kikubwa ambacho atakuja kufanyia, kwa sababu kura yake tayari atakuwa amekuuzia. Tafadhali tuweze kuwa watu wazuri, tuangalie mtu, tupige msasa mtu jinsi ambavyo inatakikana, tuangalie ni nini ambayo tunataka huyu mtu ambaye anatutumia, tunaweza kumsaidia vipi ama anaweza kutusaidia vipi. Ni mtu ambaye tukimpa nafasi ataweza kutusaidia. Ukianza kununuliwa kwa shilingi 100, shilingi 200 saizi, unaenda kwa mkutano ambao hujaalikwa, kwenda kuleta madhara huko. Wewe mwenyewe ukipata matatizo kule, ukipelekwa hospitali, unabaki peke yako. Inakuwa jambo lingine mbaya sana. Tiendo is my grandson. When we got this son, we didn't know that he was autistic. We have really walked a journey, looking for schools, looking for where we can take him so that he can be comfortable. We walked all schools in Bungoma, but we could not get any of the kind. Being autistic or having a child with autism does not mean that is final. Do not name these children. Do not hide them away in your homes. Bring them out so that they can be able to have help. Maybe your help could have come as early as when the child was 2 years. And you have kept the child away because you are chased from school when the child started school. Please, this is the place to be. This is the place to support. For all the financiers, please, is a center that is centered on God, on Christ. It is not like the other secular centers anybody can begin. And therefore, I recommend highly this autism center for your children to come and to be taken care of. We decided to have this as a brainchild of Tiendo Autism Center. I take this opportunity to welcome all parents who have autistic children to bring these children here. They are safe, they'll be taken care of. We have physiotherapists, we have trained teachers, SNE teachers, we have good caregivers. We also have a daycare whereby we will also have children so that the autistic children can interact with them. As this one talk, then the autistic children can also see that we have. We appreciate the welcoming ceremony in our honor today and the visit made to Haiti even in September by His Excellency the President himself, and to check on how we were doing in Haiti. The immense support from our country and frequent visits from our senior government officials was a constant reminder to us that our country cares for us and we are their priority. On behalf of these troops, before you, sir, allow me to put it very clear that when we were living here, the President gave us one word: I keep you in the hands of God. And he prayed for us. In the history of the whole world, he was the first president to pray for the troops while we were heading to the mission. We cannot forget that. Please look at your neighbor and tell your neighbor, karibu nyumbani. Tell your neighbor, karibu nyumbani. Today marks a moment of great pride of the National Police Service and the nation together as we gather here to receive our current officers that had gone to the distinction under the multinational security support mission in Haiti. This marks 669 days from the day you went and the time you've been away from your home.
To our officers, under the leadership of the Force Commander, Karibuni Nyumbani, welcome back home. For months, you have walked where the air was foreign, where the horizon offered no familiar salutes, and where every dawn arrived with the crack of gunfire rather than the crow of a rooster. Today, the tarmac beneath your boots is Kenyan soil. Welcome home, Karibuni sana. You have done a great job. You are a testimony to the fact that the National Police Service is trained to the highest levels. It is trained to the international standards. It can be able to deliver the services of policing anywhere, anytime. You have made the mission to Haiti mission possible. Mr. Otuge, the Force Commander, thank you very much for guiding that mission. Strategic interventions in agriculture through the e-voucher system, comprising fertilizer subsidy and quality seeds, have significantly reduced input costs and consumer prices, directly putting money back into farmers' pockets. This program has seen 24 million bags of subsidized fertilizer and over 35 million kilograms of quality maize seeds being distributed to farmers. The next phase of agricultural transformation is to wean farmers from rain-fed agriculture to reliable irrigation systems, expanding the total land area under irrigation to boost production, and constructing dams to harvest and store water for irrigation and ASAL. Use will substantially increase production. This will enable us to meet national consumption, demand, and reduce reliance on food imports. We should continue telling our story of how this program has succeeded in empowering our farmers. Kenya's startup ecosystem continues to rank among the top in Africa, attracting global investments. We, as a country, have made some progress in digital public services. We have an e-citizen program where citizens access government services digitally, and they pay digitally. And we have removed paper transactions, improved our revenues, increased transparency, and made the delivery of public services more convenient. And I think this is one of the areas where we have also something we can share with the rest of the continent. We now have e-citizen, where millions of Kenyans can access government services seamlessly and efficiently. We are also making investments in connectivity. Kenya now boasts of 90% of our population as 4G internet connection. That's 90% of our population, and we are expanding this through our fiber infrastructure, as I have said, under the Digital Superhighway Initiative. Today is a special day, and I'm honored to stand here before you. For Amson's Group, Kenya is not merely a market or a neighbor. It is a vital part of our regional identity. Over the past year, we have increased our investments in Kenya industrial landscape through our acquisition of Bamburi and East African Portland Cement. We have been welcomed with open arms. Akina mama kuzaa katika hii Kenya, akina mama wanazaa na SHA inaweza kuwasimamia, kuwalipia ile kizazi. Na kando na hivyo, ikiwa ni mama amezaa, amefanyiwa upasuaji ama amezaa inabidi aweze kulazwa katika hospitali, pia kuna hundi jingine ambayo kwamba inaweza kulipwa. Sivyo vile ilivyokuwa zamani, ya kwa ilikuwa ni kiwango kidogo. Sasa hivi pesa ambazo kwamba zinaingia kwa kila hospital ni ya juu zaidi. Na umetoa amri, Your Excellency, juzi katika mkutano wetu wa summit, ya kwa pia level 2 na level 3 ziendelee katika mambo ya uzazi. Ukaweka kauli yako, nimeona katika supplementary ya kwa imepitishwa ili SHA iweze kusimamisha na kuweza kuyafanya yote haya.
reduction of both maternal and newborn deaths in our country is at the top level of decision making led by the President himself. And end of this month, end of next month, we will have a huge conference where we will equip, and the President will launch set of equipments to all our county hospitals, and President will make a declaration that maternal and newborn mortality rate in our country must come to the level required by WHO. Your Excellency, I have also directed KEMSA through our governors to make sure at any given time our county hospitals will not miss the commodities that are required to save the mothers from dying when they're delivering. I did it in writing. The signing of the letter of intent for the health system strengthening initiatives with AMSON's group is a significant step towards closing critical gaps in maternal and newborn health, bringing urgency, clear purpose, and firm accountability to the task of safeguarding the lives of mothers and children. This initiative demonstrates the strength of partnership between the public sector led by government and the private sector led by AMSONS this afternoon. Your commitment to the Mama na Mtoto Kwanza approach aligns with our national priorities, and I assure you that we will work together to ensure this investment delivers meaningful impact for our citizens.